بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutupa nguvu na kutupa taufiki ya kuonana tena katika siku ya Ijumaa kama hii ya leo na kushiriki kwa pamoja swala ya Ijumaa na khutba ya Aljumua, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, ndani ya mwezi mtukufu wa mfungo pili katika mlolongo wa miezi minne, miezi mitakatifu ndani ya Qur'an. Katika khutba yetu ya leo, ikiwa kama siku ambayo walimwengu wanakumbuka wafanyakazi, wanakumbuka watu wanaopambana kwa ajili ya kutafuta riziki, walimwengu wakikumbuka siku ambayo watu wanatoa jasho kwa ajili ya kuendesha familia zao Mei Mosi, tumeona khutba yetu ya Aljumaa ilenge katika jambo la kazi katika Uislamu, tukaipa jina umuhimu wa kufanya kazi katika Uislamu, umuhimu wa al-amal katika dini ya Uislamu. Na katika kuizungumza unwani yetu hii tutakuwa na nukta 5. Nukta ya kwanza, kufanya kazi ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-amal fil Islam amrun ilahi. Kwa hivyo jambo la kufanya kazi ni amri. Lakini nukta ya pili, al-amalu ibada, kufanya kazi ni ibada. Kwa hivyo anapoondoka mtu asubuhi akaenda kupambana kwa ajili ya chakula cha watoto wake na kwa ajili ya chakula cha familia yake na kwa ajili ya chakula chake yeye mwenyewe, na ili asiwe ombaomba, huyo yuko katika ibada. Kwa hivyo nukta ya pili ni kazi ni ibada. Lakini nukta ya tatu, al-amalu sharaf, kazi ni utukufu, kazi ni heshima, kazi ni cheo. Anayefanya kazi, anayevuja jasho ili ale mali ya halali, ili ale cha kwake, kitendo hicho ni karama, ni utukufu, ni uungwana, si utwana.
Lakini nukta ya 4 ni arrafahiyatu fil aish. Hatuwezi kuishi maisha mazuri, hatuwezi kupanda gari nzuri, hatuwezi kukaa katika majumba mazuri kama tutakuwa hatufanyi kazi. Na ieleweke ya kwamba kupanda magari mazuri, kuishi katika nyumba nzuri, kuishi maisha mazuri, hayo yote ni mambo ya waumini, na inatakikana Waislamu waishi katika maisha hayo. Na Uislamu haukuja kuwataka waumini wake waishi maisha ya kuombaomba, waishi maisha ya unyonge, waishi maisha ya udhalili, la, bali waishi maisha mazuri ya kupendeza. Nukta ya mwisho ambayo ni nukta ya 5 ni nje ya mada yetu, lakini inahusiana na hali nzima ya mwelekeo wa nchi yetu kama taifa, mwelekeo wa taifa letu la Tanzania, tunaelekea wapi? Nukta ya 5 nilitaka nigusie tu kidogo kuhusiana na ripoti ya Jaji Chande aliyoizungumza siku 2 au siku chache zilizopita. Tuanze kwanza na nukta ya kwanza kuhusiana na wafanyakazi na umuhimu wa kufanya kazi katika dini ya Uislamu. Ieleweke ya kwamba al-amalu amrun ilahi, ieleweke jambo la kufanya kazi sio hiari ya mtu, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, fanyeni, tendeni, fanyeni kazi, na kama mtafanya kazi, kama mtapambana katika maisha, Mungu na mtume na waumini hawatowaacheni. Lakini muiangalie kazi mnayoifanya, kwa sababu Mungu anawaangalia. Wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada. Iko siku ya kufa, siku mkifa na siku mkifufuliwa, Mungu atawaulizeni aina ya kazi mliyokuwa mnaifanya. Fanyeni kazi, i'malu, fanyeni kazi, wajibikeni, tafuteni riziki, pambaneni kuhakikisha mnaishi maisha mazuri. I'mal lidunyak kaannaka taishu abada wa'mal liakhiratika kaannaka tamutu ghada. Fanya kazi masaa 24 kana kwamba hautokufa. Usije ukafanya kazi ukafikia mahala umekinaika, la, fanya kazi kana kwamba hutokufa, kaannaka taishu abada. Lakini kwa sababu katika kufanya kazi kuna kazi Mungu hazipendi, kuna mambo ambayo Mungu anayachukia, kuna mambo Mungu hayataki, siku ya Kiyama mtakwenda kuulizwa, kwa nini umefanya kazi hii ambayo Mungu haitaki? Kwa nini umefanya jambo hili ambalo Mungu hili amelikemea? Kwa hivyo kufanya kazi ni jambo muhimu, lakini ole wako usije ukawekeza kwenye lile ambalo Mungu halipendi. Yule anayenyanyuka na kutumia akili yake iliyokuwa salama na elimu aliyokuwa nayo kwa ajili ya kuwatapeli watu, hilo ni chumo baya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kwa nini ulikuwa tapeli? Yule anayetumia akili yake nzuri, anayetumia nguvu alizompa Mungu kwa ajili ya ujambazi, chumo hilo ni chumo haramu, na Mwenyezi Mungu hatonyamaza kimya. Siku ya Kiyama atakwenda kumuuliza. Yule ambaye yuko katika nafasi ni mas'ul, lakini hatekelezi yanayotakiwa kutekelezwa mpaka apewe rushwa, apokee rushwa, apokee chumo la haramu,
atambue ya kwamba kazi yake hiyo anayoifanya siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kumuuliza. Hawezi kumwacha hivi hivi, hawezi kumwacha hivi hivi. Kwa hivyo i'malu, kwa hiyo tendo la kufanya kazi ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Uislamu. Qul ya qaum i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Kila mmoja afanye kazi katika sekta yake, na mimi vile vile ninafanya kazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ambaye yuko katika kilimo ahakikishe anaelekeza nguvu katika kilimo. Ambaye yuko katika biashara aelekeze nguvu zake katika biashara. Ambaye yuko katika ufugaji ahakikishe anatumia nguvu zake katika ufugaji. Ambaye yuko katika sekta tofauti aelekeze nguvu zake huko. I'malu ala makanatikum, kila mmoja afanye kazi katika sekta yake. Kwa hivyo jambo la kufanya kazi ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maelekezo ya dini kufanya kazi, na hakuna kitu kibaya kinachochukiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kitu uvivu, kama kitu ombaomba. Na ndiyo maana siku ya Kiyama wale wanaoombaomba, wale ambao hawataki kufanya kazi, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwafufua. Ni mifupa mitupu, nyama zote zimeanguka, nyama zote zimesambaratika. Kwa nini? Kwa sababu ya balaa la kuomba. Kwa hivyo Mungu anawataka watu wafanye kazi na wala sio wawe omba. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakini nukta yetu ya pili ni al-amalu ibada. Kufanya kazi ni ibada. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Muhammad wa ali Muhammad, anasema wa inna minadh-dhunub ma la yughtafaru illa bisai anil maayish. Kuna baadhi ya madhambi hayo mtu hasamehewi isipokuwa kwa sababu ya harakati za kutafuta maisha. Kwa hivyo unapotoka kwenda kibaruani, unaona kana kwamba unakwenda kufanya kazi tu. Sio hivyo tu, la, kuna madhambi Mungu anakusamehe. Kuna makosa uliyoyafanya Mungu anayafuta. Kwa nini? Kwa sababu ya tendo unakwenda kufanya kazi. Kufanya kazi ni ibada. Kwa hivyo msije mkakaa, wala asije akakaa mtu, wala tusije tukakaa tukaona kwamba swala 5 ndiyo ibada, na kwamba tukiswali innal hasanat yudhhibna sayyiat, kwamba tukimkosea Mungu tukiswali Mungu anatusamehe. Tutambue ya kwamba hata tunapokuwa vibaruani kwetu, hata tunapokuwa katika kazi zetu, hata tunapokuwa tumekamata spana, jasho linatoka, tumevaa nguo zimejaa glisi, zimejaa mafuta, tutambue ya kwamba katika hali ile kuna madhambi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusamehe. Wa inna minadh-dhunub ma la yughtafaru illa bisai anil maayish. Na angalia, ujue umuhimu wa kazi. Naweza ukasema sasa nitapata wapi muda wa kuswali swala za usiku? Swala za usiku lazima niamke saa 8, niamke saa 7, na mimi kibaruani lazima niamke saa 12 kamili kuelekea kibaruani. Mungu akapunguza swala ya usiku, usije ukaswali usiku mzima. Akasemaje? Akasema wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah faqra'u ma tayassara minhu. Na watu wengine
asubuhi wakiamka, yadhribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah, wanatoka wanakwenda huku na kule kwa ajili ya kutafuta riziki, kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hivyo msije mkakesha mkashindwa kufanya kazi. Faqra'u ma tayassara minhu, salatu llaili iwe nyepesi, qiyamu llaili kiwe chepesi. Simama saa 10, simama saa 10:30, ni muda unatosha kabisa kwa ajili ya salatu llaili, ili upate fursa baada ya swala ya asubuhi ujiandae kwenda kibaruani. Huko kibaruani unafutiwa madhambi, Mungu anakunyanyua daraja. Kwa nini? Kwa sababu uko katika ibada. Kwa hivyo usije ukadhania ibada tu ni pale kwa ajili ya salatu, hata katika zile harakati zako. Na hongera kwa yule ambaye yuko katika kazi yake na hapo hapo hajamsahau Mungu wake, anamtaja. Neema iliyoje! Uko kibaruani kwako na unamtaja Mungu, umekamata jembe unalima, huku unamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Raha iliyoje! Ni dereva unaendesha gari, wakati unaendesha mdomo wako unatikisika kwa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Raha iliyoje! Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Na jambo la kazi kuonyesha kwamba ni ibada, angalia mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, isome Qur'an. Manabii wengi walikuwa wafanya kazi, walikuwa wakijituma, hawakutosheka tu na kupeleka neno la Mungu, la, walikuwa na kazi nyingine wakifanya. Daud, Sulaiman walikuwa wajenzi. Nabiyullahi Zakaria kana najaran, Zakaria alikuwa najara, alikuwa fundi seremala. Nabii Idris kana khayatan, alikuwa anashona nguo, alikuwa fundi charahani. Isa ibn Maryam alikuwa tabib, alikuwa daktari. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye aliwekeza katika sekta mbili. Kwanza alikuwa mfanya biashara, lakini alikuwa mfugaji. Allahu akbar! Alikuwa mfanya biashara na alikuwa mfugaji. Kwa hivyo jambo la kufanya kazi katika Uislamu, ukiacha ni amri, ni ibada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nukta ya tatu, na haraka, al-amalu sharaf, al-amalu karama. Anayefanya kazi, anayetoka jasho ili ale jasho lake, ni ishara ya kwamba ni muungwana. Anayetaka ale halali, anapambana ili ale chakula cha halali, ni ishara huyu ni mwanadamu, ni ishara huyo ni muungwana, ni ishara huyo ana heshima, ni ishara huyo ana hadhi. Ama yule anayewekeza kwenye kutapeli, huyo hana hadhi wala hana uungwana, ni chini, ni zaidi ya utumwa. Yule aliyevaa tai na suti ili kula rushwa na mali ya haramu na kula mali za umma na kula mali za miradi ya umma, huyo hana sharafu, huyo ni chini ya utumwa, huyo ni zaidi ya mtumwa, huyo ni zaidi ya kikaragosi ambaye hataki kula mali ya halali, hataki kula cha halali. Kwa hiyo kufanya kazi ni sharafu. Ya ayuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu saliha, enyi mitume, kulu min at-tayyibat, kuleni vilivyokuwa halali, msile haramu, msile mali za watu. Msije mkawekeza kwenye kucheza kamari. Mtu anawekeza kwenye kucheza kamari,
Msije mkawekeza kwenye kubeti kubeti mustakbal kwa ajili ya kubeti. Kulu min at-tayyibat wa'malu salihan, fanyeni kazi nzuri, kazi za heshima, kazi za hadhi, wekezeni katika kilimo. Sayyiduna Muhammad kwa maneno ya mwanafunzi wake Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi, ambayo mafunzo yote ya Ali ni ya kwake, anasemaje? Man malaka ardan wa ma'an faftakara ab'adahu Allah, yoyote mwenye kumiliki ardhi iliyokuwa na rutuba akamiliki maji alafu bado akawa ombaomba, ni mwizi, anakula rushwa, anakula mali ya umma, ab'adahu Allah, huyo ana laana ya Mungu, huyo hayuko pamoja na Mungu hata siku moja. Kwa hivyo ndugu zangu, kazi ni ungwana, kazi ni utu, kazi ni utukufu. Raha iliyoje asubuhi unatoka kwa ajili ya kuwalisha watoto wako, la ilaha illa Allah. Raha iliyoje unatoka kwa ajili ya kumlisha mkeo au wake zako, kwa wale wenye wake wengi. Raha iliyoje unatoka kwa ajili ya kuwalisha baba na mama. Raha iliyoje unatoka kwa ajili ya kutafuta fedha kutatua changamoto za watu wasiojiweza. Raha iliyoje unaondoka duniani, wewe ulikuwa ndio nambari 1 kuwalisha masikini, kutatua changamoto za mafakiri, kuwajengea Watanzania wasio na nyumba nzuri makazi bora. Mayatima wewe ndio uko mstari wa mbele, wajane wewe ndio unayewaangalia. Kila wilaya kuna taasisi zako na kuna kampuni zako za kutatua changamoto za Watanzania walioshindwa kwenda mashuleni. Raha iliyoje asubuhi unatoka kutafuta fedha kutatua changamoto zilizokuwa za kijamii. Ya ayuha rusul, enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni vile vilivyokuwa safi na salama na halali, wa'malu saliha, fanyeni kazi nzuri. Lakini namba ya 4, nukta ya 4 na ya mwisho, maisha mazuri ndiyo maisha ya waumini. Mungu hajawaumba waumini waishi maisha mabaya. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, enyi wanadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjid, mnapokwenda misikitini, mnapokwenda kuswali, vaeni vizuri, nguo za kupendeza, muonekane Waislamu sio ombaomba. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, mnakwenda misikitini, vaeni vizuri, kanzu safi kabisa, kanzu ya darizi ya Kiomani, kofia safi kabisa, kubadhi safi, gari nzuri, unaendea msikitini. Khudhu zinatakum, khudhu, gari safi. Na nikasema swala za Ijumaa zetu mbele ya misikiti yetu zipake pikipiki na baskeli, ndio misikiti ya waumini. Nani amesema wasiokuwa waumini kwenye nyumba zao za ibada ndio kuwa na V8 na magari mazuri ya kifahari? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Alafu virozo na maajabu, wakulu washrabu kuleni vizuri safi kabisa, chakula safi, sio siku zote ugali na mlenda, chakula safi. Na nikasema wasiokuwa waumini katika meza yao vyakula 10. Kwa nini sisi ndio chakula kimoja, ugali na mlenda siku zote? La, vyakula safi. Kulu washrabu, kunyweni, lakini wala tusrifu, inna Allaha la yuhibbu almusrifin, msifanye israfu. Lakini mwisho qul man harrama zinata Allah allati akhraja liibadihi wat-tayyibati min arrizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Virozo hii aya na maajabu kweli kweli. Hii aya
muda wa hutuba umekwisha, lakini hii aya ina maajabu. Mungu anasemaje? Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, maisha mazuri, nyumba nzuri, chakula kizuri, gari nzuri, gari safi, sio ST, gari ya kiume, sio ST. Naomba salawatu. Elimu nzuri, vijana kusoma kwenye vyuo vikuu vya hali ya juu duniani, tiba safi kabisa. Mungu anasema hayo yote lilladhina amanu fil hayati dunia, sio akhira, ni vya waumin hapa duniani, hapa. Naomba salawatu nyingine. Nukta yetu ya mwisho na ya tano ni katika kuizungumza kamati ya Mheshimiwa Jaji Chande ambayo wametoa siku chache zilizopita na kuisoma hadharani, lakini vile vile na maneno ya Mheshimiwa Rais katika kuipokea ripoti ya Mheshimiwa Jaji Chande. Ukijaribu kusoma solution ambazo tume ile, kamati ile imejaribu kuzizungumza na maneno ya Mheshimiwa Rais, baadaye utagundua kwamba malengo ya tume ile na malengo ya ripoti ile na malengo ya Mheshimiwa Rais ni kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kutaka kurudisha kwa nguvu kubwa umoja wetu wa kitaifa. Lakini jambo la pili, utagundua ya kwamba kamati ile na ripoti ile na maneno ya Mheshimiwa Rais, malengo makubwa ni kujaribu kurudisha mshikamano wetu kama Watanzania. Lakini jambo la tatu, na kwa yale yaliyotokea mengi, lakini na kurudisha uvumiliano katika jamii yetu ya Kitanzania. Lakini la nne ni uwajibikaji. Lakini la tano na la mwisho ni kuirudisha nchi yetu kurudi kwenye mazingira iliyokuwepo mwanzo, mazingira ya kama kisiwa cha amani na upendo na mshikamano. Sisi kama viongozi wa dini, kwenye malengo hayo mazuri, malengo ya umoja, malengo ya mshikamano, malengo ya umoja wa kitaifa, malengo ya kurudi Tanzania yetu, Tanzania ya mshikamano na amani, tutakuwa si viongozi wa dini kama hatujaliunga mkono jambo zuri kama hili, kwa sababu malengo ya dini zetu ni kuhakikisha sote tunakuwa kitu kimoja, sote tunakuwa ni watu wenye kuvumiliana, sote tunakuwa ni Tanzania kama taifa moja. Kwa hivyo kwa munasaba wa kamati ile tunaunga mkono na tutazidi kuhubiri kuhakikisha kwamba nchi hii umoja wetu wa kitaifa urudi, na sisi kama viongozi wa dini ni wajibu wetu kuhubiri umoja, mshikamano pamoja na kuvumiliana, pamoja na yote ambayo yamepita. Irudi Tanzania yetu ni Tanzania ya kufurahisha, Tanzania ya kupendeza. Tutakwenda kinyume kama tutaona ripoti hii ni ripoti ambayo haitupelekei katika mambo hayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العفو والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون.
المجيد اللهم صل على محمد